لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Amma ba'd, ndugu zangu katika imani, kwa hakika baada ya kumhimidi Allah na kumtakia sala na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachukua fursa hii kukumbusheni na kuikumbusha nafsi yangu juu ya kheri kubwa iliyo mbele yetu. Ndugu zangu, baada ya masiku machache mbele yetu kuna nyakati ambazo zina kheri kubwa. Tukumbuke bwana mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, lillahi fi dahrikum nafahatu fata'arradu nafahati llah. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Allah amejalia katika masiku ya mwaka mzima fursa muhimu, nyakati ambazo ni fursa. Kwa hivyo zikabilini kwa kuzifaidi nyakati hizo za fursa hizo. Miongoni mwa fursa muhimu katika mwaka ni pamoja na masiku yaliyo mbele yetu, masiku ya Dhulhijja. Hakika ni masiku matukufu mno ambayo Allah aliyapia kwenye kitabu chake tukufu kama alivyosema, wal fajri wa layalin ashr. Wanachuoni wamekubaliana mfasina kwamba layalin ashr ni masiku 10 ya Dhulhijja, masiku ambayo yana kheri kubwa sana, kiasi cha kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza katika hadithi tukufu aliposema, ma min ayamin al-amalu salih fi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam. Aliposema hakuna masiku ambayo matendo mema ndani yake yanapendwa mbele ya Allah kuliko masiku haya 10 ya Dhulhijja. Sahaba akamuuliza akasema, wala jihadi fi sabilillah, hata jihadi fi sabilillah? Akasema wala jihadi fi sabilillah. Akasema hata jihadi fi sabilillah hailingani na utukufu wa masiku haya ya kuyafanyia ndani yake amali saleh, isipokuwa mtu aliyetoka mwenyewe nafsi yake na mali yake katika njia ya Allah na kukawa kurejea kitu katika hivyo. Kwa hivyo hii ni wazi kabisa kama ni masiku yenye utukufu mno, na bahati mbaya iliyo katika umma wetu wa Kiislamu wa leo, Waislamu wengi hawachukulii umuhimu masiku haya, bali wanachukulia katika hali ya kawaida kabisa. Kwa nini ana utukufu mkubwa masiku haya? Kwa sababu kumekusanyika ndani yake ibada kuu kama vile ibada ya hija, kama vile ibada ya saumu, kama vile ibada ya dhikri na swala. Hizi ibada hazikusanyiki kwa wakati mmoja isipokuwa ndani ya masiku haya. Sasa imekwenda mbali mpaka baadhi ya wanachuoni wanasema masiku haya yana ubora kuliko hata masiku ya Ramadhani, hata nyakati za mchana za mwezi wa Ramadhani, masiku 10 ya mwisho haiwezi kulingana na utukufu uliomo ndani ya masiku haya 10 ya Dhulhijja. Kwa hivyo ni juu yetu ndugu zangu kutumia vizuri muda huu kwa kuyafanya mambo matukufu, kama vile jambo la kwanza kuleta tauba ya kweli, swala muhimu sana. Lakini kufunga siku zote 9 za Dhulhijja ni katika kheri kubwa sana, na kwa yule atakayeshindwa walau hata siku ya Arafa